Katika dunia ya maumivu, mapenzi na vita visivyoonekana, alipigana kijana mmoja mwenye moyo wa chuma na machozi ya watu. Alikuwa si daktari tu, bali mlinzi wa roho zilizovunjika. Hii ni safari ya Baraka, daktari wa machozi. Karibu kwenye sehemu mpya ya hadithi isiyosahaulika. Daktari wa machozi, sehemu ya kwanza. Simulizi ya huzuni, mapenzi, uchawi na maisha magumu ya Daktari Baraka Mwambije. Msimuliaji ni mimi Madam Senza, na hii ni East Empire. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Mvua ilikuwa inanyesha kwa utulivu wa huzuni. Maji yalitiririka pole pole kwenye madirisha ya basi lililokuwa likielekea mkoani Tanga. Kijiji cha Mwanyanza, kijiji cha milima, mito ya ajabu na siri nyingi zilizofunikwa na ukimya wa miaka. Baraka Mwambije alikuwa amekaa kwenye siti ya mwisho kulia. Baraka Mwambije alikuwa amekaa kwenye siti ya mwisho kulia. Jicho lake moja likiangalia nje kwa mawazo, jingine likiwa limejaa machozi yaliyoganda. Mtu ambaye aliwahi kuwa na furaha, jina lake likiheshimika hospitali zote kuu za jijini Dar es Salaam, leo alikuwa amejaa huzuni. Mwili wake ulikuwa na mavazi ya heshima, koti jeusi na shati jeupe lililoshonwa kwa ustadi, lakini ndani yake moyo wake ulikuwa umevunjika vipande. Alikuwa anarudi kijijini baada ya miaka 12. Kila mwaka aliahidi kurudi, lakini hakuwa na sababu ya kweli ya kukanyaga ardhi hiyo. Mpaka leo, kaka yake mkubwa Adam Mwambije amefariki kwa njia ya ajabu. Walisema alipandwa na wazimu usiku wa manane. Akawa anapiga kelele kama mtu aliyewashwa na moto wa ndani kabla ya kufariki. Adamu alilia, "Baraka, njoo nyumbani, usije ukachelewa." Baraka alisikia hayo maneno kwenye simu. Dakika hiyo hakuwa daktari tena. Alikuwa mdogo wa Adam, aliyewahi kumlinda alipokuwa ananyanyaswa shuleni, aliyemfundisha kupanda miti na kumfunika blanketi usiku. Lakini leo alikuwa anarudi kumwona akiwa ndani ya jeneza. Alipofika kijijini, mvua ilikoma, kimya kilitanda.